kwa kuweza kutujalia kuwepo kwa siku hizi mbili hapa katika ukumbi huu wa bunge hili tukufu, tukijadili masuala mbalimbali kuhusu uendelezaji wa sekta ya nishati, ambayo sote hapa tunakubaliana kwamba nishati ni kichocheo kikubwa cha uendelezaji wa taifa letu. Mheshimiwa Naibu Spika, kipekee nitumie fursa hii pia kuishukuru kamati ya kudumu ya Bunge ya nishati na madini kiongozwa na mwenyekiti Subira Mgalu kwa taarifa yake iliyosheheni uchambuzi wa kina pamoja na maoni na ushauri uliotolewa na kamati kwa ajili ya kuendeleza sekta yetu hii ya nishati kwa maendeleo ya taifa letu na wananchi kwa ujumla. Niwaahidi Mheshimiwa Spika, wewe Mheshimiwa Naibu Spika, pamoja na wenye viti wa Bunge na mwenyekiti wa kamati yetu na wajumbe wa kamati ya nishati na madini wote, kwamba tunachukua ushauri uliotolewa na kamati ya nishati na madini, tutakwenda kufanyia kazi ushauri huo na vile vile kuleta mrejesho wa yale ambayo mmeyashauri mbele ya bunge hili tukufu kupitia kamati ya kudumu ya Bunge. Mheshimiwa Naibu Spika, vile vile niwashukuru waheshimiwa wabunge wote waliochangia hotuba yangu ya bajeti ya Wizara ya Nishati, waliochangia hapa ndani, lakini kunao ambao vile vile Mheshimiwa Naibu Spika wamechangia kwa maandishi, na niahidi ya kwamba tutafikisha majibu yote mbele ya bunge hili tukufu ya wale waliochangia hapa ndani na wale walioleta michango yao kwa maandishi. Mheshimiwa Naibu Spika, hotuba yangu imechangiwa jumla humu ndani na wabunge 45. Na naomba sasa nitoe ufafanuzi wa baadhi ya hoja ambazo zimetolewa na waheshimiwa wabunge, nitoe ufafanuzi na majibu wa baadhi ya hoja hizo. Mheshimiwa Naibu Spika, sisi Wizara ya Nishati tumejipanga kuhakikisha ya kwamba maono ya Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini vile vile maelekezo yaliyotolewa kwenye ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi na vile vile mwelekeo uliowekwa kwenye dira ya 2050 yanatekelezwa kwa vitendo na kwa haraka sana. Lengo tulilowekewa ni kwamba mpaka ifikapo mwaka 2030 tuweze kuwa tunazalisha umeme wa megawati 8,000. Nirudi nyuma kidogo Mheshimiwa Naibu Spika. Wakati Daktari Samia Suluhu Hassan anaingia madarakani mwaka 2021, taifa letu lilikuwa linazalisha umeme wa megawati 1,540. Leo tunavyozungumza hapa tunazalisha megawati 4,500. Mtaona hatua iliyopigwa ndani ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan. Na kwa nini Mheshimiwa Naibu Spika nimerudi nyuma kidogo? Ni ili kutoa mwelekeo wa kwamba linawezekana kufika megawati 8,000 mpaka 2030 chini ya uongozi wake Daktari Samia Suluhu Hassan. Na sisi kama Wizara ya Nishati tumejipanga kuhakikisha tunapata megawati hizo. Tutatumia vyanzo vyote ambavyo vinapatikana katika taifa letu. Tukianza na vyanzo vya maji, tuna umeme, mradi wa umeme wa kuzalisha wa Malagarasi ambao mkandarasi yuko site wa megawati 49. Tuna mradi wa Kakono wa megawati 87. Tuna miradi ya Ruhuji megawati 358. Tuna mradi wa Rumakali megawati 222. Lakini vile vile tuna malengo, alizungumza mheshimiwa mmoja hapa, ya kwamba tutumie geothermal kuzalisha umeme. Tumejiwekea malengo kwamba mpaka ifikapo mwaka 2030 taifa letu liwe linazalisha umeme megawati 130 kutokana na geothermal. Lakini vile vile Mheshimiwa Naibu Spika, taifa letu limebarikiwa kuwa na deposit kubwa ya makaa ya mawe. Tunashirikiana na sekta binafsi kuhakikisha ya kwamba tunaanza uzalishaji wa umeme wa zaidi ya megawati 2,000 kwa kutumia makaa ya mawe. Nimezungumzwa hapa kwamba kwa mara ya kwanza kwenye taifa letu tumekuwa tuna mradi mkubwa wa uzalishaji umeme kwa kutumia jua wa Kishapu Shinyanga. Hivi tunavyozungumza megawati 50 zipo kwenye gridi ya taifa.
lakini grid hiyo itaongezewa megawati 100 kutoka hapo hapo Kishapu. Lakini tunachukua maoni yaliyotolewa na Mheshimiwa Pondeza ya kwamba sasa twende tukawe na betri za kuhifadhi umeme mwingi zaidi. Pale jua linapokuwa kali, basi tunazalisha umeme mwingi, tunauhifadhi ili tuje kuutumia baadaye. Lakini sio Kishapu peke yake. Tuna miradi ambayo itakuja kwa ajili ya jua. Manyoni, tuna Zuzu hapa Dodoma, lakini vile vile tuna miradi ya upepo ya kuzalisha umeme ambayo itaenda kuwekwa Same, tunayo Makambako. Kwa hiyo tunajipanga kuwa na energy mix kubwa zaidi katika taifa letu. Sisi tuna urani mwingi. Tunajipanga pia kuwa tunazalisha umeme kutumia urani ili kuweza kufikia malengo ya kuzalisha megawati 8,000 mpaka 2030, lakini sio tu megawati hizo 8,000. Tuna lengo la kufikisha megawati 70,000 mpaka ifikapo 2050. Tunafahamu umeme ndio kichocheo kikubwa cha maendeleo ya taifa letu. Lakini kuzalisha umeme, Mheshimiwa Naibu Spika, ni jambo moja. Tunaufikishaje kwa wananchi ili waweze kuuona ukiwaka katika maeneo yao? Serikali hii ya awamu ya 6 imejipanga kuhakikisha ya kwamba tunatoa umeme katika maeneo ya uzalishaji. Leo hii bwawa la Mwalimu Nyerere linazalisha megawati 2115. Lakini tunajenga laini sasa ya kutoa umeme ule uweze kufika Dodoma, laini ya Chalinze Dodoma. Umeme ule ukifika Dodoma utaweza kuingia kwenye laini uweze kwenda mpaka Ibadakuli kwa watani zangu wa Sukuma kule, nao wakaweza kupata umeme huu, ambao watu wa Tabora, watu wa Singida, watu wa Kahama wote watapata umeme huu ambao unatoka bwawa la Mwalimu Nyerere. Lakini sio laini hii tu ya Chalinze Dodoma. Umeme huu ili uweze kufika katika kongani ya viwanda, lakini pia uende katika jiji la Dar es Salaam ambao ndio wanatumia umeme mwingi katika taifa letu. Mheshimiwa Naibu Spika, tunajenga laini ya kutoka Chalinze, Kinyerezi, Mkuranga kuhakikisha kwamba umeme mwingi zaidi unakwenda kule katika maeneo ya uzalishaji. Lakini sio laini hiyo tu ambayo inajengwa. Hapa tumesikia wabunge wa Kusini, ameona rafiki yangu Ado yuko hapa, wana laini yao ya Songea, Tunduru, Masasi, Maumbika. Laini hii ilisimama kwa muda mrefu, lakini hata Ado Shaibu hapa ni shahidi ya kazi inayofanywa na serikali hii ya awamu ya 6 ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Nilitembelea jimboni kwake, Mheshimiwa Naibu Spika, nilikuta mkandarasi anasuasua, hafanyi kazi. Tulibanana na mkandarasi yule, alileta sababu za kwamba hajalipwa. Tuliomba fedha katika serikali hii sikivu ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Mkandarasi yule kwa hivi tunavyozungumza amekwisha lipwa bilioni 33 na amerejea site na anaendelea kusimika nguzo zile ili laini hile ya kilovolti 220 iweze kutoka Songea ifike Tunduru ambao ni kilomita kama 214, na itatoka Tunduru itakwenda Masasi kule kwa kina Akwilapo, na ikitoka Masasi pale hata rafiki yangu na Wanda jana alitishia kushika shilingi yangu. Ana laini inatoka pale inakwenda Newala ya KV 33 ambao mpaka sasa iko 81% inajengwa. Lakini kuna laini ambayo itaendelea KV 220 ambayo itatoka Masasi mpaka jimboni kwa Nape Nnauye Maumbika ambapo kuna kituo kikubwa pale. Umeme ule utapoozwa pale Maumbika na utaingia kwenda Mtwara, watu wa Dinyecha huko watapata umeme. Watu wa Lindi kwa Utali watapata umeme na kilio cha kukatika katika umeme utakuwa sasa umekwisha. Ndugu zangu, serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan iko kazini. Na sisi Wizara ya Nishati tutaishi maono yale alionayo rais wetu jemedari kabisa. Lakini hapa amezungumza mbunge wa Mbozi ya kwamba kuna katika umeme kule. Nikiri hilo, Mheshimiwa Naibu Spika. Watu wa Mbozi wanatumia laini inayotoka Mwakibete ambao uwezo wake ni megawati 25. Laini ile inatembea karibia kilomita 83 ambapo njiani humo imeunganisha wateja wengi zaidi. Mheshimiwa Naibu Spika, laini ile imeshazidiwa mpaka sasa inatumia megawati 23, ni ziada ya megawati 2 tu, ndio maana umeme unakatika. Lakini ni mwahidi Mheshimiwa mbunge wa Mbozi na wabunge wote wa mkoa wa Songwe kwamba kuna laini ambayo inajengwa kutoka Tagamenda Iringa, itapita Kisada, itakwenda Iganjo Mbeya, na itashuka itakwenda mpaka Nkangamo mkoa wa Songwe.
alizungumza kusema Nkangamo ni mbali umeme kurudi nyuma, lakini ile line ni ya kilovolti 400 inapitisha umeme mwingi zaidi, na ikifika Nkangamo kuna line ambazo zitajengwa za kV 33 kurudisha umeme kwenda mpaka Mbozi, ambapo mahitaji ya Mbozi ni megawati 4, watapata line ambayo inafikisha karibia megawati 25 Mbozi peke yake. Unaona namna gani ambavyo wataweza sasa kuweka viwanda na vikasukuma mashine bila ya changamoto yoyote. Mkoa mwingine ambao bado haujaingia kwenye gridi ya taifa, Mheshimiwa Naibu Spika, ni mkoa wa Rukwa. Lakini line hii niliyoitaja ikitoka Nkangamo inakwenda mpaka Malangali kwenye kituo cha kupoza umeme mkoa wa Rukwa, ambapo itakuwa ndio mkoa wetu wa mwisho kuingia katika gridi ya taifa. Mpaka hivi tunavyozungumza, 78% ya kazi zile zimeshafanyika. Kwa mkoa wa Rukwa muda si mrefu wataingia katika gridi ile ya taifa. Mheshimiwa Naibu Spika, lakini ukishausambaza umeme huu ni lazima sasa limfikie mlaji wa mwisho ambaye ni mwananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa sasa tunaunganisha wateja kama 500,000 kwa mwaka. Lengo tulilonalo ni kufikia wateja 1,700,000 kwa mwaka. Lakini tunafikiaje lengo hili? Hapa wabunge mmetoka kusema na kuchangia ya kwamba kuna maeneo ambayo ni manispaa. Leo hii kwa Chinyere kule ukienda Chizomoche ni kijiji, lakini wanasema wako jiji la Dodoma. Leo hii watu wa Chahwa kwa Mavunde utasema ni mjini, ni manispaa, lakini ni kijijini. Vivyo hivyo ukienda kwa Injinia Maganga kule kuna kijiji ambacho ndani ya kijiji ya kata moja vijiji viko 3, vijiji 2 vinahesabika viko mjini, kijiji kimoja kinaonekana kiko kijijini. Serikali hii ni sikivu, waheshimiwa wabunge. Baada ya kusikia kilio cha waheshimiwa wabunge, nimewataka wataalamu wa REA na TANESCO kuwasiliana na waheshimiwa wabunge wote wanaotokana na maeneo ya namna hii na kuhakikisha tunapata vijiji vyote ambavyo vipo ndani ya manispaa, vipo ndani ya majiji, vipo ndani ya halmashauri za miji, ili tuweze kutambua na kuja na mradi maalum wa kuhakikisha mpaka tunaposimama hapa mwakani kwa uwezo wake Mungu, vijiji hivi viwe vimeunganishwa na umeme kwa shilingi 27,000. Serikali hii ya Daktari Samia Suluhu Hassan ni sikivu na haiwezi kuweka matabaka ya wananchi. Mtu amekaa ng'ambo moja analipa 27,000, ng'ambo ya pili ambayo bado ni kijijini analipa 320,000. Waheshimiwa wabunge, serikali imesikia na inaenda kulifanyia kazi, na tutatenga fedha katika hizi mtazotupitishia. Tutajibana, tutajikata kuhakikisha umeme unawaka katika vijiji ambavyo vipo katika miji. Katika hili, waheshimiwa wabunge, hata mimi kama mbunge na lenyewe linanigusa. Kwa hiyo niwaahidi tutalisimamia. Lakini si tu kusambaza kwa wananchi wa vijijini. Tunaweka mikakati mahususi ya kuhakikisha kwamba maeneo ya uzalishaji, alisema mbunge wa Kigoma, kuna kiwanda kule cha maziwa hakipati umeme wa uhakika, anashindwa kuzalisha maziwa kwa kadri vile ambavyo kiwanda kina uwezo. Lakini vile vile kuna maeneo kama Chunya ambapo tumeshafanya kazi kwa karibu na waziri wa madini. Kuna wachimbaji wadogo wengi wanashindwa kufikia potential ya migodi yao kwa sababu hawana umeme wa uhakika. Kule kwa watani zangu wa Sukuma kuna wachimbaji wadogo wanatamani kupata huduma ya umeme. Mkoa wa Mara, Tarime, wanatamani kupata huduma ya umeme. Tunaweka mkakati maalum sisi Wizara ya Nishati na Wizara ya Madini kuhakikisha katika kusambaza umeme unafika kwa wachimbaji wadogo
kwenye viwanda vidogo vidogo, ili viweze kuzalisha, tuweze kukusanya mapato mengi zaidi kama taifa, ili tuweze kupiga maendeleo mbele. Lakini pia kuna moja limesemwa sana hapa, limesemwa swala la taasisi. Serikali hii ya Daktari Samia Suluhu Hassan imejenga shule nyingi, imejenga vituo vya afya vingi, imejenga zahanati nyingi. Kuna taasisi za kidini zipo kwenye vijiji vyetu. Ninawataka REA hapa kufanya tathmini ya kupeleka umeme kwenye taasisi zote zilizo za umma katika vijiji vyote tulivyofikisha umeme, ili tuweze kuunganisha taasisi hizi, ili kwenye shule watoto wetu waweze kusoma muda wote. Ndio faida ya umeme kwenye vijiji. Wenye hospitali waweze kuwa na majokofu, mafriji na vitendea kazi kama x-ray na kadhalika, vifanye kazi vijijini. Na kwenye maji, Wizara ya Maji imefanya kazi kubwa kufikisha maji, lakini saa zingine kusukuma pampu za maji zinakuwa hazisukumi. Tuweze kufanya tathmini, tujue tunahitaji kiasi gani ili tupeleke huduma hiyo. Mheshimiwa Naibu Spika, katika swala la mafuta, Mheshimiwa wabunge mmelichangia hili. Changamoto ya mafuta tulionayo ambayo imepelekea kupanda kwa bei ya mafuta ni janga la kidunia. Tarehe 28 Februari vita ilianza kati ya Iran, Israel na Marekani. Vita ile ilifanya mwezi Machi mafuta kupanda bei katika soko la dunia. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, swala sasa si bei tu. Swala ni upatikanaji wa bidhaa yenyewe ya mafuta. Hivi tunavyozungumza, mkiwa mnafuatilia vyombo vya habari, mtaona Strait of Hormuz imefungwa, ambapo zaidi ya 20% ya nishati ya mafuta inatoka pale. Lakini sio tu nishati ya mafuta, hata crude, mafuta ghafi, ambapo tunachukua mengine India 40%, lakini India wenyewe wanachukua crude kutoka Strait of Hormuz, ambapo ili waweze kupata crude hiyo lazima ipite pale kutoka zile nchi za Falme za Kiarabu, Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, iweze kupita pale kwenda India. Kwa hiyo kufungwa kwa ile Strait of Hormuz, Mheshimiwa Naibu Spika, kunaleta changamoto katika mnyororo mzima wa upatikanaji wa mafuta. Serikali hii ni sikivu. Serikali hii inajali wananchi wake. Na ndio maana leo hii mnaona kwa jitihada kubwa za serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hakuna kituo cha mafuta kina foleni. Tumeona maeneo mbalimbali ya ulimwengu kukiwa kuna changamoto ya upatikanaji wa mafuta, kukiwa kuna foleni na kadhalika na kadhalika. Lakini Tanzania shughuli zimeendelea kama kawaida. Ni kwa sababu ya kazi kubwa iliyofanywa. Na kwenye hili Mheshimiwa Naibu Spika, nichukue muda kuwashukuru TAWMAC, wamefanya kazi kubwa. Hawa ni chama cha waagizaji mafuta, lakini sio TAWMAC peke yao, na alikuwepo katibu mkuu wao Mgaya hapa, lakini hata TAPSOA, chama cha wamiliki wa petrol station hizi, naamini Tino Mmasi yupo hapa mwenyekiti. Chama hichi tumefanya kazi nao kwa karibu kuhakikisha muda wote mafuta yanapatikana. Na ni waahidi waheshimiwa wabunge, tunafahamu changamoto ni bei imepanda, lakini hii inatokana na soko la kidunia, na bado ndani ya serikali tunaendelea kuangalia namna bora ya kufanya bei ziwe himilivu, na tunaendelea kulifanyia kazi. Lakini kwa sasa tutahakikisha ya kwamba mafuta yanapatikana wakati wote, Mheshimiwa Naibu Spika, ili shughuli za kiuchumi zisiweze kusimama. Lakini ili kujipanga yasije yakatukuta tena baadaye, waheshimiwa wabunge ni mashahidi. Mheshimiwa Rais alifanya uzinduzi wa ujenzi wa matenki ya kuhifadhi mafuta ambayo yatahifadhi zaidi ya lita milioni 369 ambayo yanajengwa Kigamboni pale Dar es Salaam. Hii itatusaidia sana. Lakini vile vile alizungumza Mheshimiwa Chilewesa swala la kuwa na mabomba ya kupitisha mafuta. Tuna mkakati Mheshimiwa Naibu Spika wa kuhakikisha ya kwamba tuna bomba la mafuta linalotoka Dar es Salaam mpaka Tunduma. Bomba hili litakuwa lina matoleo Morogoro,
ili watu wa Dodoma, Tabora, Singida, Shinyanga na nchi jirani za Burundi, Rwanda na Kongo ubavu huu wao wanachukulia mafuta Morogoro ama Dodoma. Lakini vile vile kutakuwa kuna matoleo Makambako, ambapo watu wa Njombe, watu wa Ruvuma watachukulia pale. Lakini kutakuwa kuna matoleo Mbeya, ambapo watu wa Malawi, watu wa Mbeya watachukulia mafuta pale, na Tunduma kwa ajili ya wenzetu wa Zambia. Hii kwanza itatupa faida kubwa moja. Itafanya msongamano katika jiji la Dar es Salaam kupungua. Lakini pili, tutaondoa mzigo mzito kwenye barabara zetu. Lakini tatu, tutakuwa tuna matenki ya kuhifadhia Morogoro, tuna matenki ya kuhifadhia Makambako, tuna matenki ya kuhifadhia Mbeya. Tutakuwa tuna mafuta mengi zaidi ndani ya nchi yetu. Katika gesi, Mheshimiwa Naibu Spika, katika gesi asilia TPDC imefanya kazi kubwa sana. Saa zingine ni kwamba kwa sababu tuna mradi mkubwa wa kielelezo na kimkakati kama taifa wa LNG, watu tumeweka macho yetu yote kwenye LNG, tunasahau kwamba kuna visima vya Mnazi Bay, kuna visima vya Songosongo, na hivi sasa kuna bomba kubwa ambalo linajengwa la kilomita 34 kutoka Ntoria kuelekea Madimba, ambapo kisima cha Ntoria kitaenda kuunganishwa kwenye kiwanda cha kuchakata gesi Madimba na kuweza kusafirishwa vile vile. Kazi kubwa inafanyika. Hivi sasa Mnazi Bay wamechimba kisima kingine ambacho kimekutwa na deposit kubwa ya gesi, mara 2 ya ile ambayo ilidhaniwa mwanzo. Kwa hiyo kuna kazi kubwa ambayo inaendelea na TPDC. Kuna utafutaji wa mafuta Eyasi Wembere na maeneo mengine ambayo TPDC inayafanya. Lakini nikija kwenye mradi huu mkubwa wa kielelezo wa LNG, Mheshimiwa Naibu Spika, kwa sasa serikali tumefikia hatua za mwisho kabisa za kwenda kuanza mradi huu. Na sisi ndani ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tumeshamaliza kila lile linalowezekana, na sasa ni jukumu la kampuni zile za kimataifa kuweza kuja mezani na kuweza kusaini mkataba ili kazi ianze ya kuweza kutoa gesi ile. Makubaliano ya kibiashara yamefikiwa, makubaliano ya kikodi yamefikiwa. Sasa tupo kwenye makubaliano ya kisheria, ambapo naipongeza ofisi ya AG Attorney General chini ya uongozi mahiri wa Hamza Johari, ambao imeshafikisha mkataba ule mbele ya wenzetu wale ili waweze kuupitia na waweze kuusaini. Na habari njema Mheshimiwa Naibu Spika, ni Jumatatu au Jumanne viongozi wakuu wa taasisi zile Equinor, Exxon na Shell watakuwa wamewasili hapa nchini kwa ajili ya hatua za mwisho za mradi huu wa LNG. Lakini wakati tunasubiri wenzetu waje ili kukamilisha mazungumzo na serikali yetu, tayari tumeanza kazi zingine. Kama ulipaji wa fidia ulishafanyika katika eneo la Likongo, kuna shule iliyojengwa. Hii ni kwa kushirikiana na hawa wenzetu wa Exxon, Equinor, Shell, wote tayari kuna kazi ambazo zimeanza. Na hivi sasa tumewataka TPDC kuweza kwenda mkoani Lindi kuweza kutoa elimu juu ya fursa ambazo zitapatikana kuwepo na mradi huu wa LNG. Lakini sio tu Lindi, tumewataka Pura kuweza kujengea uwezo taasisi za Kitanzania za wazawa ili mradi huu utakapoanza waweze kushiriki katika local content, katika kusupply vitu mbalimbali katika mradi ule, na tayari kazi hiyo Pura wamekwisha ianza. Mheshimiwa Naibu Spika, kuna mengi ambayo tunaenda kuyafanya na kuyatekeleza kama Wizara ya Nishati chini ya maelekezo ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Naibu Spika, nimalizie kwa kutoa shukrani zangu za dhati kabisa kwa Mheshimiwa Spika Musa Azzan Zungu, mbunge wa Ilala, wewe Mheshimiwa Naibu Spika, mbunge wa Babati Vijijini, na ninafahamu una vitongoji vyako kama 7 hivi ambavyo na venyewe vinaonekana kama viko mjini lakini viko kijijini. Mheshimiwa Naibu Spika, na yenyewe katika yale maelekezo tunaenda kufanyia kazi, lakini nikushukuru sana na wewe Mheshimiwa Naibu Spika. Lakini niwashukuru sana Mheshimiwa Najma Giga, mwenyekiti wa Bunge, Mheshimiwa Cecilia Daniel Pareso, mwenyekiti wa Bunge, na Mheshimiwa Deodatus Mwanyika ambaye na yeye ana mini grid
mini hydro kule jimboni kwake Njombe, ambao na wenyewe tunaifanyia kazi. Niwashukuru sana wenye viti, lakini niwashukuru mwenyekiti wa kamati yetu ya nishati na madini Mheshimiwa Subira Mgalu, lakini na Mheshimiwa makamu mwenyekiti Simon Songe, waheshimiwa wajumbe wa kamati wote niwashukuru sana sana sana, lakini vile vile niwashukuru waheshimiwa wabunge wote kwa michango yenu. Imetujenga, imetupa njia na miongozo ya namna ambavyo tunakwenda kutekeleza majukumu yetu. Pongezi zilizokuwa zinatoka hapa kwa Wizara ya Nishati, nilikuwa namwambia Mheshimiwa Naibu Waziri wangu kwamba pongezi hizi ni deni, kwa maana leo tumepongezwa. Tusipotekeleza wajibu wetu, yale matarajio ya wabunge hawa yasipofikiwa, mwakani hatutokuja hapa kupongezwa. Kwa hiyo ni waahidi, pongezi mlizokuwa mnazitoa tunachukulia kama mzigo ambao tunaenda kufanya kazi, ili mwakani tukirudi hapa basi pongezi hizi ziweze kuzidi. Mwisho kabisa, Mheshimiwa Naibu Spika, nami nichukue nafasi hii kumshukuru Mheshimiwa Naibu Waziri Mheshimiwa Salome, yeye anasema Wycliffe, mimi naambia hiyo ni Wycliffe. Mheshimiwa Salome Wycliffe Makamba, Naibu Waziri na mbunge wa viti maalum, kwa sababu amekuwa ni naibu msikivu, mchapa kazi, na ambaye ukimtuma hata usiku wa manane atakimbizana na kazi. Mheshimiwa Naibu Spika na waheshimiwa wabunge, mimi namwambia Mheshimiwa Naibu Waziri, Tanzania ni kubwa, hatutakiwi kukaa ofisini. Mimi kama waziri peke yangu siwezi kuwa kila sehemu wakati mmoja. Tuchape kazi, tuzunguke, watu waone kazi inayofanyika. Kwa nimpongeze sana Mheshimiwa Naibu Waziri na nikushukuru kwa ushirikiano ambao unanipatia. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, nitakuwa mtovu wa nidhamu na sitokuwa natenda haki nisipowashukuru wazee wangu, makatibu wakuu wawili nilionao. Ninaye injinia mbobezi kwenye masuala ya umeme na amekuwa mwalimu wangu sana kwenye masuala haya ya umeme, Injinia Mramba, nimshukuru sana sana sana. Lakini vile vile nimshukuru katibu mkuu nishati anayesimamia masuala ya gesi na mafuta, naye ni mbobezi sana kwenye masuala haya, Dr. James Mataragio, naye amekuwa mwalimu wangu mkubwa katika masuala ya gesi na mafuta. Lakini vile vile makamishna tulionao Luoga na Shirima, niwashukuru sana, na management nzima ya wizara, wakuu wa taasisi zilizo chini ya wizara. Nimezisikia pongezi hapa za taasisi, kwa maana na lenyewe hizi pongezi zenyewe ni deni kubwa kwa wakurugenzi wa taasisi zetu kuweza kwenda kufanya kazi usiku na mchana. Mheshimiwa Naibu Spika, baada ya kusema hayo na kutoa ufafanuzi wa baadhi ya hoja zilizotolewa na waheshimiwa wabunge mbele ya bunge lako tukufu, naomba sasa kutoa hoja. Asante sana Mheshimiwa mtu wa hoja. Mheshimiwa Waziri, tunashukuru, hoja imetolewa na imeungwa mkono, tunashukuru sana.